Mtoto huyu kwa mfano. Mkabidhi mpira kwa mfano. Jamani, michezo oye! Safi. Michezo safi. Safi. Tusome na tucheze pamoja. Elimu jumuishi. Ndio jamani. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya Same. Kipekee kabisa kama nilivyotangulia kuzungumza, namshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na utukufu kwa sababu kwa kibali chake amesababisha leo tukutane hapa. Lakini kama tunavyofahamu, wenzetu wa Sense International wanaunga jitihada za serikali kuhakikisha kwamba watoto wenye mahitaji maalum wanapata vifaa vya kuwasaidia. Mfano leo tuko hapa Mitindo, shule ambayo ina elimu jumuishi kwa maana inclusive education, kwa ajili ya kugawa vitimwendo kwa baadhi ya watoto ambao wana mahitaji hayo. Lakini tumeona wenzetu wa Sense pamoja na kugawa visaidizi, lakini wanaunga juhudi za serikali katika swala la michezo. Wanagawa mipira, jezi kwa watoto wetu katika shule 16 katika kata 3 za wilaya Misungwi, ili basi michezo ni afya, michezo inawaleta watu pamoja. Pamoja na mahitaji yao maalum, lakini pia na wao wanapaswa kuweza kuchangamana na wengine katika swala zima la michezo. Kwa hiyo tunaona kwamba jambo hili ni jema wenzetu wa Sense International, lakini kama nilivyotangulia kusema, tusiwafiche watoto majumbani. Watoto wote walioletwa kwa maumbile yoyote yale ni mpango wa Mungu. Tuwalete, wana vipawa, wana vipaji vyao. Wakiletwa katika vituo hivi, walimu ambao ni wataalamu wa kuwafundisha vema wanaweza kuibua vipaji vyao, kuibua vipawa vyao, ili baadaye na wao waweze kujitegemea ama kukabiliana na mazingira yao bila usaidizi wa mtu mwingine. Kwa hiyo rai yangu, wazazi, walezi, tusiwafiche watoto wenye mahitaji maalum, tuwatoe ili waweze kupata haki yao ya msingi ya elimu. Lakini hapa tulipo tuna kituo cha kupimia watoto wenye mahitaji maalum, uoni wao, usikivu, na kama ni matatizo ya ngozi na kadhalika. Kwa hivyo kituo hichi sio kwa ajili ya wanafunzi wa Mitindo peke yake. Kituo hichi ni kwa ajili ya wananchi wote wa Misungwi ambao wana watoto wenye mahitaji maalum. Muda na wakati wowote kituo kinapokuwa wazi, waweze kufika hapa ili tuweze kubaini changamoto ya mtoto mmoja hadi mwingine. Lakini tunaona wenzetu wa Sense International wameweza kuanzisha vikundi vya wazazi wa watoto wenye mahitaji maalum. Kwa vikundi hivi pia vimepewa mitaji midogo ambayo itawawezesha kufanya shughuli ndogo ndogo kuweza kujikwamua kimaisha. Tunafahamu ulezi wa watoto wenye mahitaji maalum ni changamoto, ndio maana wenzetu wa Sense International wakaona kidogo hicho cha mitaji wawape kuwapunguzia yale majukumu ya utafutaji. Mitumie vizuri mitaji hiyo katika vikundi, lakini vikundi hivi viweze kuwakutanisha wazazi wenye changamoto, muweze kuchangia mawazo kwa sababu changamoto nimesema kwamba zinatofautiana. Kuna watoto wana multiple disability, wengine wana single disability. Unaposhare na mwenzio, inawezekana amepata changamoto ameshindwa kuikwamua. Wewe mzazi mwenzio unapomwambia mimi nimeweza kutatua hivi na hivi, inampa uzoefu wa kuweza kukabiliana na changamoto hiyo. Kwa hiyo niwatie moyo wazazi, muendelee kuwatunza watoto hawa, muendelee kuwalea vema, na inapobidi kupata matibabu mwatoe, msiwafiche, na nasisitiza tena. Muwalete shule waweze kupata elimu. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunashukuru kwa wito huu ambao umeuitikia, hasa kwenye jukumu hili la zoezi hili la kukabidhi vifaa hivi ambavyo tumeviandaa. Mradi wetu wa elimu jumuishi kwa hapa wilayani Misungwi umekuwepo toka mwaka 2022 na umetekeleza kwa zaidi ya miaka 3 mpaka 4 sasa, tukiwa tumefikia kata 3 za Mabuki, Mwaniko na Misungwi, huku tukizifikia shule 16 kwa ujumla. Kwa miaka hii ambayo tumekuwa Misungwi, tumefanikisha kufanya baadhi ya vitu, ikiwemo utoaji wa elimu kwa walimu kuhusu elimu jumuishi, huku ikiwasaidia pia kufanya ubainishaji wa watoto wenye ulemavu, ambapo kwa mikoa miwili ambayo tunahudumia kwa maana ya Shinyanga na Mwanza, tuna zaidi ya watoto 1000 ambao mpaka sasa tumewabainisha. Lakini pia Mheshimiwa mgeni rasmi, mbele yako kuna jengo hili. Kituo ni moja ya jengo ambalo mradi umejenga, ikiwa ni kituo kwa ajili ya upimaji kwa watoto wenye ulemavu, kubainisha mahitaji yao ya ujifunzaji, kikiwa kimepima zaidi ya watoto 500 kituo hiki, na kati yao zaidi ya 200 wako kwenye shule za mradi ambazo tunazisimamia. Lakini pia Mheshimiwa mgeni rasmi, shirika ama mradi huu tumekuwa tukijihusisha na utoaji wa
vifaa saidizi kama ambavyo leo tutakuwa tuna kukabidhi viti mwendo kwa wazazi kupitia watoto wao ambao wana mahitaji hayo. Lakini pia sambamba na hilo, mradi umekuwa ukitengeneza miundombinu rafiki ya ujifunzaji kwa watoto shuleni. Mpaka sasa tumefanikiwa kujenga vyoo vya kusapoti watoto wa kike ambavyo ni viwili kwa shule ya Mwaniko na Mabuki, ikiwa na matundu 6. Kati yake moja ni chumba maalum cha wasichana, kimoja chenye kusapoti watoto wenye mahitaji maalum. Lakini sambamba na hilo, Mheshimiwa mgeni rasmi, tunatambua umuhimu wa michezo na namna ambavyo unaweza kuhamasisha ujifunzaji wa watoto. Kwa hivyo mradi pia umeandaa utaratibu wa kuwa unatoa vifaa vya michezo ambavyo vinahamasisha ujumuishaji kwa watoto, kama ambavyo tumeandaa jezi 16 na mipira 16 kwa shule za mradi ambazo tunazihudumia. Na mwisho kabisa, pia tumekuwa tukisaidia wazazi wa watoto wenye ulemavu. Kwa hiyo mradi kupitia shule za mradi tumefanikiwa kuanzisha vikundi 13 vya wazazi, na kati ya vikundi hivyo vimepewa mtaji wa shilingi 500,000 kila kikundi, huku baadhi ya vikundi vikiwa vimeanzisha biashara zinazoendelea. Naitwa Tabu Filipo Lusuga. Ninakaa kijiji cha Mwagagala, kitongoji cha Hiru. Kazi yangu ni mkulima. Ni mzazi wa Kisendi Tabu Filipo, ambaye nimefika hapa kuja kupokea viti mwendo cha mtoto wangu ambao kimsaidie katika mahali ya kuishi pale nyumbani. Mimi naishi kijijini. Hebu tuambie, kabla ya kupata kiti mwendo mwanao alikuwa anapitia changamoto gani? Katika hajapata kiti mwendo, changamoto alizozipata, kwanza kwa kukaa tu mwenyewe ni shida, ila kwa sasa nafurahi sana mwanangu anakaa tu vizuri na maisha yake tu anaendelea tu vizuri sasa hivi. Ateseki sana. Aisi wazazi wenzangu hao naombeni sana wasiwafiche watoto, maana hali kama nitasemea hali yangu, nimeteseka naye sana mtoto wangu muda mrefu, lakini nilipopata huduma hii nilifurahi sana, maana huduma nyingi tu inaweza kumsaidia mwanangu. Na wasisitiza sana wazazi wenzangu wasiwafiche watoto, wakawafichia nyumbani, wawatambulishe. Majina yangu naitwa Nkumba Mayeka, nasoma darasa la 7, nasoma shule ya msingi Mitindo, la Misungwi. Kwa kweli sisi tumefurahi sana kwa mipira hii pamoja na hizi jezi ulizotupatia. Kwa kweli tunashukuru shirika la Sense International kwa kutupa zawadi hii. Tunaombea kwa Mungu muendelee na mradi huu ili muweze kutuwezesha zaidi. Pia tunamshukuru Rais Samia Suluhu kwa kututhamini sisi watu wenye ulemavu na kutuona na sisi tunastahili kupatiwa haki. Kwa kweli tunamshukuru sana Mheshimiwa Samia Suluhu. Pia tunamshukuru mkuu wetu wa wilaya Johari Msamizi kwa kuongoza hii wilaya ili na sisi tuweze kuwa katika haki ya wale watu wanaohitaji haki. Sisi walemavu tunastahili sisi kupatiwa haki. Kwa kweli tunashukuru sana shirika hili la Sense International. Tunashukuru sana. Hii mipira itatusaidia kuimarisha afya zetu. Pia sisi hapa, na mimi nilioshika huu mpira na hii jezi, na mimi ni mchezaji. Kwa kweli tumefurahi sana. Asante.